Nataka niongee na wanajeshi. Hivi unadhani Kinjekitile Ngwale, mtu wa Mkwawa, wanake na Mirambo walikuwa wamepigana zile vita walizopigana kwa ajili ya Tanganyika? Hapana, sio kweli. Hawakupigana kwa ajili ya Tanganyika. Hilo neno Tanganyika, neno jina Tanganyika walilitoa Wajerumani, na hiyo mipaka waliweka kwa ajili ya maslahi yao tu. Waliweka kwa ajili ya maslahi yao tu, kweli kabisa. Wale walikuwa wanapigana vita kwa ajili ya ardhi ya nyumbani kwao na watu wa nyumbani kwao. Na walikuwa na wanajeshi hasa, wanajeshi waliovipenda hivyo vitu kutoka kwenye uvungu wa mioyo yao. Na ndio maana walikuwa wanapigana vita ya risasi kwa panga. Hata kama unaweza sema walikuwa hawaifahamu teknolojia, lakini walijua kuna kitu wanakifyatua kinawaua. Na hata kama bunduki zilizokuwa zinatumika kipindi hicho sio tofauti na bunduki za sasa hivi, lakini risasi maumivu yake bado ni yale yale yanavyoingia kwenye nyama na kwenye mifupa. Maumivu ni yale yale kama ya kipindi kile, lakini soldiers wa kipindi kile walikomaa na hizo vita na walikufa. Hasa ni kweli walikufa, na makaburi yao soldier yapo kwenye misitu, kwenye mapori, tofauti na makaburi tulioyahifadhi sisi wenyewe kwa mikono yetu ya wanajeshi waliopigana vita ya kwanza sijui ya dunia. Makaburi yako pale makumbusho kwenye jengo la Millennium Tower kwa nyuma pale. Mpaka leo tumeyastiri yale makaburi, tunayapenda kweli. Lakini makaburi yao wanajeshi na kukwambia yapo katika mapori, na kwenye mapori kwingine ndio kuna almasi, kuna dhahabu, kuna makaa ya mawe pale. Wale mababu waliokufa hapo wana vizazi vyao, na kwa sababu walipenda nyumbani kwao na walijua thamani ya nyumbani kwao, kivyo vyote vile walijua kutakuwa kuna thamani. Leo hii kuna vijana wa wale mababu wapo kwenye miji ya sasa hivi, Kariakoo, wamepanga viatu chini, wanauza heleni, maji ya kufunga, mengine ya kubeba, wanazunguka. Babu yake alikufa kwa ajili ya ardhi hii na kwa ajili ya hao. Lakini soldier, kuna jambo la kusikitisha kidogo. Hii mwanajeshi wa sasa hivi naongea na wewe, kuna white man amekuja, ni baba yake, mama yake, babu yake ni mtu tu kutoka Asia, ukimwona na rangi nyeupe kabisa, lakini anakuja leo katika ardhi ya kusini, anachukua makaa ya mawe, anaondoka nayo. Soldiers ambao kuna damu ya babu zetu, vijana wao wanauza maji, hao mababu. Kuna mtu anakuja anachukua makaa ya mawe, ana rangi tofauti hata nao mababu waliopigana. Soldier, tunafahamu soldier, unalinda mpaka. Ni kweli unalinda, na tunasikia haso zenu huko soldiers. Mnapigana sometime, kuna namna sometime mnaifanya ili tukivyo vyote vile kuweza kutulinda sisi tuliokuwa tuko ndani. Na lengo lenu ni zuri sana kutulinda sisi, lakini soldier, watu mnaowalinda ndani sasa hivi wanakufa soldier. Wanakufa, alafu sababu ni kuongea tu. Na wanachokisema mnakisikia soldier, hakuna siri sasa hivi. Mnasikia kabisa wanaongea ukweli, wanaongea haki. Soldier, wanasababisha mnapoteza hadhi ile tuliyowapa kutoka kwa Mkwawa. Hadhi ya Mkwawa tumekupa wewe mwanajeshi, kama tulivyompa mwanajeshi Mkwawa na wanajeshi wake waliopigana dhidi ya Wajerumani. Ile hadhi tumekupatia wewe, lakini kwa yanayotokea hadhi hiyo unaipoteza soldier. Kiasi kwamba tunatamani angekuwepo Mkwawa na wanajeshi wake waliokufa msituni kwa risasi, wao wakiwa wanatumia mikuki. Tunaona wao ndio wanajeshi hasa, tofauti na wewe mwanajeshi wa sasa hivi soldier ulioshika bunduki na unafahamu kila kitu, na utandawazi, na unafahamu watu wako ni wakina nani, wasio wako ni wakina nani. Soldier, hadhi tuliyokupa turudishie soldier. Hadhi tuliyokupa turudishie soldier. Tunakuheshimu kwa kila kitu, kuanzia gwanda zako. Wanajeshi wa siku hizo walikuwa hawana gwanda soldier.
lakini walikuwa ni wanajeshi kweli. Tuoneshe na wewe kama kweli damu ile inatembea kwenye mwili wako. Damu ya kiwanajeshi, damu ya Mirambo inatembea, damu ya Kinjekitile Ngwale inatembea, damu ya Mkwawa tuonesheni kama inatembea kwenye miili yenu, kwa kuchukua hatua dhidi ya watu wanaoua watu wa nyumbani kwetu, dhidi ya ardhi ya nyumbani kwetu. Soldier, tunakuamini. Rudisha hadhi sawa na tunayokupa.